Tukiwa tumeshuhudia klabu ya Yanga na mchezaji wao Azizi Andabwile akiwa amejaa kwenye midomo ya watu, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya taarifa kuhusiana na mchezaji huyo kuidai klabu hiyo ya Yanga, ambapo ni pesa za usajili, wengine wakifika mbali na kusema kwamba pesa hiyo ni thamani ya shilingi zaidi ya milioni 100 na mambo mengine kama hivyo, kabla ya kuishuhudia taarifa ya mchezaji mwenyewe akikanusha kwamba haidai klabu hiyo na walishamalizana kwa siku nyingi. Lakini pia baadhi ya wawakilishi wake kwa maana ya mawakala kufika kwenye jengo lile la shirikisho la kabumbu nchini Tanzania, TFF. Sasa yakiwa hayo hayajapoa, mwanamichezo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga baada ya kumshuhudia wakitambulisha Yanga shule ya michezo ambayo itakuwa inasimamiwa na Yanga, wakitaja pia na ada, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe aliweza kuweka video fupi kwenye mtandao wake wa Instagram na elekeza mambo mbalimbali, ikiwemo kuhadithia namna ambavyo mashabiki wa klabu ya Simba wamekuwa wakimpongeza Ally Kamwe kutokana na kufukunyua ama kudokezea taarifa za ujio wa basi jipya la klabu hiyo ambayo liliahidiwa na mzabuni wa klabu hiyo Bwana Joseph Rogasila maarufu kwa jina la Jairut, ambapo ahadi ya awali ilikuwa ni basi hilo kufika mwezi Oktoba, lakini hivi sasa ni mwezi Novemba, lakini bado basi hilo halijafika. Hivyo Ally Kamwe akaelezea kwamba mashabiki wa Simba wamemshukuru kuulizia basi hilo kwa sababu wana hamu nalo, lakini na yeye ameahidi kwamba hatoacha kuzungumzia kwa sababu wanasaidia wana Simba wengine kujua kwamba basi lao litawasili lini nchini kwa ajili ya kutumika ndani ya klabu hiyo, huku akisema kwamba amemsikia muhusika kwa maana ya Jairut sasa kwamba kutokana na sababu ambazo ni za kibahari, hivyo basi hilo litachelewa, lakini litafika kuanzia siku yeyote ile. Baada ya video hiyo ambayo ameiweka meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe, akamaliza na caption ama maneno ambayo alisema, "Iriza liko wapi? Hili sitanyamaza, nitawapambania watani zangu mpaka mpate basi lenu," akimaliza na emoji za kucheka. Lakini si tu Ally Kamwe ambaye ametaka kufahamu kuhusiana na ujio wa basi hilo, lakini pia miongoni mwa wachambuzi ambao wanafanya vizuri hivi sasa, hapa namzungumzia Farhan Kiham. Yeye aliweza kuandika kupitia ukurasa rasmi wa Instagram kuhusiana na basi ama ujio wa basi hilo. Farhan alisema, "Nimejaribu kufanya homework yangu kuhusu suala la ahadi ya basi kama nilivyokuwa na dadisi wakati wote na kusumbua kutaka kufahamu, maana ule muda umewadia wa basi hilo kufika. Katika pitapita nimepata majibu kwa kiasi chake kutoka kwa kiongozi mojawapo wa Simba Sports Club, na mnukuu hapo chini." Akianza kunukuu anasema, "Kwanza nashukuru kwa kunitafuta, ila kujibia swala hilo ni kuwa mwekezaji alitoa ahadi 10 ambazo atatufanyia Simba Sports Club, na ahadi hizo ikiwemo basi ni kuwa atalitoa ndani ya msimu wake wa kwanza kwenye mkataba. Hivyo ni suala la Oktoba ama Novemba halipo kwenye mkataba, ila mkataba unataka kuwa ndani ya msimu wake wa kwanza. Kiuhalisia hapo hakuna sehemu amevunja vigezo. Sisi tunafanyia kazi mkataba na sio maneno, tunatazama maandishi," alimaliza kiongozi huyo. Katika kuendelea kudadisi akaendelea kwa kusema na mnukuu, "Sisi kipaumbele chetu kwa sasa sio basi, maana hayo tunayo matatu tayari na hayatumiki sana. Kipaumbele chetu cha haraka tulimwambia ni uwanja wa mazoezi na unaweza kufika uwanjani
hata sasa hivi utaona shughuli inayoendelea. Amenunua vifaa vya kisasa kwa ajili ya maintenance ya pitch na shughuli inaendelea, huku pia kambini kwa wachezaji kuna maboresho makubwa anayafanya. Hivyo ahadi zake nyingine ambazo zilikuwa zianze mwakani zimeanza sasa, alitamatisha kiongozi huyo. Thank you for your attention to this matter. Farhani akiwa amemaliza kwa namna hiyo. Utaanza kuona namna ambavyo mchambuzi Farhani ametaka kujua kuhusiana na ujio wa basi hilo jipi ambalo litakwenda kutumika ndani ya klabu ya Simba, hususan kwa wachezaji kuwabeba kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini pia meneja habari na mawasiliano na yeye pia ameendelea kupewa pongezi kwa kuendelea kulidadisi jambo hili na kufahamu ni lini sasa basi hilo litawasili nchini, huku akiwa anawaambia watani zake kwa maana mashabiki wa Simba kuwa yeye ataendelea kuwapambania mpaka pale basi hilo litakapowasili hapa nchini. Tufuatilie Ava TV kupitia YouTube, subscribe hivi sasa ili wa kwanza kupata taarifa zetu, lakini pia Instagram tufuate huko ili uweze kupata burudani kwa kina zaidi. Mimi Natifa Nafi, anayechanganya picha ni Williven Trends. Umeupokeaji mjadala huu wa ujio ama udadisi huu wa ujio wa basi jipya ambalo litakwenda kutumika na wachezaji wa klabu ya Simba Sports Club, kutokana na kile ambacho mzabuni Joseph Rogasira Jairut aliweza kuahidi siku ya kwanza tu alipotambulishwa kwamba ni mzabuni mpya ndani ya klabu hiyo baada ya Sunderland kuachia ngazi.